Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa An-Nusra TV, Jumatatu ya tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2025, tukiripoti hapa jijini Bujumbura katika makao makuu ya Kiislamu Komibu. Leo ni ahadi iliyoahidiwa kwa wale ambao hawakujaliwa kuweza kupata usaili, ambayo inaitwa interview, kwa watu ambao wanatarajia kufunga ndoa 100 za pamoja chini ya uongozi wa Komibu, wakishirikiana pamoja na taasisi ya Al-Hikma Foundation ikisimamiwa na Sheikh Nuruddin Kishki. Tayari tuko hapa, nyuma yangu wako wahusika ambao wanahusika na wakijiandaa kunako shughuli nzima ya usaili ambayo ni interview, kila mmoja na kujua ni nani ambaye anastahili kuoa au kushiriki katika ndoa 100 hizi za pamoja. Hii ni An-Nusra TV. Endelea kuungana nasi, endelea kufuatilia vipindi vyetu ili uwe wa kwanza kupata matukio yote ambayo tutakayokuletea na kukujuza na kukuhabarisha hapa katika TV yako hii pendwa. Mimi ni Akbar Hamis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali zenu? Mimi naitwa Salum, huyu anaitwa Mpili, huyu anaitwa Abbas. Sisi ndio ujumbe kutoka Tanzania kwa ajili ya jambo hili la ndoa hapa Burundi. Na tunashukuru mmefika, tunakukaribisheni, karibuni sana. Jambo la kwanza kabisa na la muhimu, mfahamu kwamba hii interview ambayo leo mnafanya sio interview ya kutafuta kazi. Haina vigezo vile vya interview ya kutafuta kazi, ulisoma wapi, una experience ya kazi kwa muda gani, hapana. Hii ni interview ya kupata vitu vichache tu. Cha kwanza, taarifa zako wewe, taarifa za mchumba wako. Sawa sawa? Wewe kisha na yule ambaye unategemea kumwoa. 2, tunaangalia taarifa na ridhaa ya pande mbili, muafaka. Isije kaa wewe unataka uoe lakini kule upande wa kule hawajakubali. Sawa sawa? 3, tunaangalia wewe uko tayari? Uko tayari? 4, tunaangalia kwamba taratibu ulizotumia kuchumbia na utaratibu uliopangwa hapa wa fomu na mambo mengine yanayohusiana na hili yako sawa sawa. Kwa kazi yetu tunahakiki taarifa. Interview yetu tunahakiki taarifa. Hilo ndio kubwa. Usije ukasema sasa nakuaje, nitawejiwa kuhusu nini au utaulizwa kuhusu wewe, wazazi wako, wazazi wa yule binti unayemchumbia, basi. Sisi tunaelewana? Haya. Baada ya kusema hilo, nitoe taarifa chache. Nitakumbusha nitakaposahau. Taarifa ya kwanza na ya muhimu sana ni hii. Ofa hii ya ndoa inawahusu wale watu ambao wao wenyewe walikuwa wameshachumbia kabla hata hiyo ofa kuja. Naeleweka? Wewe mwenyewe ulishachumbia, ulishafuata utaratibu, lakini ukakwama sehemu. Na wala jambo hili halimuhusu yule mtu ambaye ndo amesikia tu hiyo ofa afa ameenda kuchumbia. Ili jambo alikuwa halimfai huyo. Tunataka yule ambaye yeye mwenyewe alikuwa ashachumbia, alishafuatilia, ameshaenda kule ukweni kwa yule binti, kwa yule binti, na ameshafuata utaratibu, lakini akakosa mahari kwa sababu ni pesa nyingi ya pamoja. Sawa sawa? Naomba mnielewe vizuri. Alikosa pesa nyingi ya pamoja, tunakuja sisi tunasaidia, mahari ile inapatikana. Na sisi kama taasisi tutadhamini maeneo yafuatayo. Tutakusaidieni maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, tutakulipia mahari ya binti yote. Tukikupitisha tu, ukipita, basi mahari yako tutalipa sisi. 2, sisi tutakusaidia wewe ile sehemu ambako tutafungia ndoa, tutalipa sisi. Chakula itakayoliwa pale tutalipa sisi. Naeleweka? Tunatengeneza mashekhe wanaokuja kufunga ndoa na kila kitu ni jukumu letu sisi.
Wewe utafuti shekhe, hautafuti kiongozi, haualiki nani, hapana. Isipokuwa wewe utakuja na wale ambao sisi tutakwambia uje nao. Sawa sawa? Jambo moja la muhimu sana pia kujua ni hivi. Ambaye anafaulu interview yetu ni yule ambaye ana kazi na anapata kipato cha kuweza kumlisha mke wake yeye mwenyewe. Narudia sehemu hii. Ili tukupe ofa, unatakiwa una kazi yako mwenyewe unaifanya. Iwe makenike, iwe ni driver, iwe ni nini. Lakini ayo mkulima sawa, lakini hiyo kazi wewe utaweza kumlisha mke wako baada ya kuoa. Hatuwezi kuiambia Komibu au sisi kwamba sasa sisi tutakupa hela ya kula kuanzia leo naoa miezi 6 au mwaka ujao. Haiwezekani. Jukumu la kumlisha mke wako ni la kwako. Sawa sawa? Na kama huna pato linalotosheleza kumlisha mke wako, basi interview haikufai. Maana yake hujawa na uwezo wa kuoa. Man yastata' minkum alba'ata falyatazawwaj. Albaa ni kwa njia mbili. Uwe una uwezo wa kuishi na mke kimwili, lakini uwe una uwezo wa kumudu majukumu ya mke kimapato na fedha na matumizi. Sawa sawa? Kwa hilo jambo lazima mlijue. Jambo jingine, atakayepita hapa, ndoa zetu ni tarehe 13 mwezi wa 7. Tarehe 13 mwezi wa 7. Kwicumi na gatatu ukwezi kwindwi. Sawa sawa? Sawa. Baada 13. Ndoa yetu ni tarehe 13 mwezi wa 7. Eneo gani ndoa itafanyika mtaambiwa na tutawatangazia. Na aliyepita, yani tulimpitisha, tutampigia simu kila mmoja kumwambia tumekupitisha na ndoa zetu zitafanyika sehemu fulani, na utaratibu mwingine ni 1 2 3 mtaambiwa. Sawa sawa? Jambo jingine ni kwamba mwanaume uliyepitishwa unayeoa, nenda nunua kanzu nyeupe ya kwako mwenyewe. Nunua kanzu kwa ajili ya kuolea nyeupe. Sawa sawa? Nunua viatu hata kama ni sandals, bila rangi yote ambayo ni rahisi kwako, rangi yote unaipenda. Kanzu na viatu. Sisi tutakuazima, sio kukupa. Tuelewane? Tutakuazima, sio kukupa. Tutakuazima kilemba, tutakuazima joho. Haya majoho tunasema tutakuazima kwa sababu yanatumika, hii programu yetu sisi inafanyika. Kwa hiyo tukija huku mtavaa nyie, tukitoka huku tukirudi Tanzania watavaa wenzenu Tanzania mwishoni mwa mwezi wa 8 kwenye ndoa za kule. Yaani nyinyi mnatutangulia, nyinyi mtaanza kuoa, wenzenu wataoa baada yenu. Si unaeleweka? Kwa hiyo kanzu nunua. Kitu kingine tuseme ukweli na tutafanya tunachokiweza. Qur'ani inasema fattaqullaha mastata'tum. Sisi hatuna uwezo wa kulipa. Mmetupigia simu sana jana. Hatuwezi kulipia nauli zenu za daladala, nauli za kutoka mkoani kuja na kadhalika. Hilo ni jukumu lenu. Tunasema hivyo kwa sababu tunaamini ninyi mna pato lenu ambalo linatosheleza matumizi yenu madogo madogo. Pato hilo ndilo ninyi mlitumie kwa gharama za nauli na vitu vingine. Na ni kwa sababu sisi tunachukua yale maeneo magumu. Sawa sawa? Sisi tunabeba yale maeneo magumu. Ninyi mnabeba yale maeneo ya kawaida. Sawa sawa? Kama mahari yako ni 1,000,000. Halafu sisi tunakwambia wewe tu nauli 20,000. Tusaidizane. Beba hapo na sisi tubebe huku pagumu. Sawa sawa? Nimesahau kitu. Ikindi niki. Birashoboka yuko ujya mugeni ushaka kurongora akasigara iwanyu ukaza wenyene na wali na bashahidi babiri, ushaka kuza kusema na yeye aje, nta ngorane, mlete. Mmesikia? Unaweza kusema hivi, madama ni mbali na uli ni nyingi, wewe utulete tu wali na mashahidi wawili basi. Ule mwanamke unaweza hata ukamwacha kule. Nilikuwa nauliza swali. Wakati shekhe ndi. Lakini ukitaka kuja naye si mbaya. Naam. Sasa nilikuwa nauliza swali. Wakati shekhe alituambia wanaume tutakuja tunavaa kanzu nyeupe. Vipi kibiti tunasema tuje na wanawake wenyewe, vipi kimavazi? Na ndio maana samani kidogo mimi nawajibi. Na ndio maana hilo halizungumzwi sana kwa sababu sisi hatuhitaji sana wanawake kwenye hili jambo. Kwa sababu hata Tanzania kwa wenzenu wanawake hawawagi kabisa
Watu wanakujaga tu ni kuoa, alafu baadaye kama kuna wengine watafanya huko kwao, خلاص. Sherehe ile ya pamoja kishafanyika ndio. Ngoja tuseme jambo moja la muhimu na tuelewane na mtauliza, mna haki ya kuuliza kila kitu. Jambo hili lina ugumu fulani. Maamuzi yake tutafanya na tutakwambieni. Lakini ngoja tueleze ugumu na nyinyi muelewe. Iko hivi. Ninyi tunaambia mnunue kanzu. Kanzu nyeupe. Halafu tutakupeni vilemba vinafanana. Kanzu nyeupe wote mtafanana. Vilemba vyote itakuwa aina moja mtafanana. Majoho yote ni aina moja mtafanana. Sawa sawa? Tukisema na wake zenu watarajiwa waje, maana yake huyu mmoja ana nguo ya blue, mwingine ya kijani, mwingine nyeusi, mwingine njano, mwingine nyeupe. Mnaonaje hapo? Sivyo itabidi muda huu tuanze kuandaa nguo za wanawake wote 100 na wao wafanane. Mnaona inawezekana? Kuna ugumu. Kwa hili jambo viongozi watalijadili, alafu wale waliopita tutakupigieni simu, tutakwambieni kwamba baada ya kujadiliana tumefikia uamuzi huu. Na huo uamuzi ni ili jambo hili lisiwe na uzito. Naomba mnielewe. Tunafanya jambo hili liwe jepesi, lipite. Ukianza hiki lazima litakwama. Lakini unapunguza baadhi ya vitu, unafuata vile vya rahisi, jambo linapita salama. Hilo lazima mtuelewe. Si tumeelewana? Kwa hiyo hayo ndio mambo ya muhimu. Naomba mwenye swali aulize, baada ya kuuliza tujibiane ili tukaanze interview. Ndio kaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi swali ninalo. Mimi na swali kuhusu eneo nilipotoka. Nimetokea msikiti wa Ruigi na naona muda wa leo, maana usiku kiingia kingali huku, maana sina hata hela hata shilingi moja, kwa nataka wapigie simu huko nisikie kwamba watanipatia ticket ili nirudi nyumbani interview kishaisha. Sijui katika hilo swali langu kwamba naweza nikatangulia ili nirudi nyumbani mapema. Hamna shida. Nyinyi mnafikiria kwa kujua umbali wa Ruigi. Samani inasikilizika. Haya, la kwanza kabisa, kwa idadi ya tunaowaona hapa, tunaamini interview yetu saa 6 itakuwa tushamaliza na mtakuwa huru kuondoka. Na anayemaliza, ukimaliza ukiambiwa ruhusa, unaondoka unaenda nyumbani. Ujibu utapigiwa simu. Kwa hiyo ukimaliza tu kutoka huko ndani ya chumba hiki, unaenda nyumbani. Sawa sawa? Hilo ni jambo la muhimu. Lazima tufanye jambo. Tunarudia. Tunajitahidi kwa kila namna. Kila jambo liwe jepesi. Kila jambo kuanzia leo mpaka siku ile, kila jambo liwe jepesi. Sawa sawa? Hilo mlizingatie. Kuna swali jingine? Umetuambia tarehe 13 za mwezi wa 7. Sasa njoo kwenye mkutano utakusanyika. Sasa itakuwa ni saa ngapi? Tarehe 13. Haya. Wale watakaopita tukiwapigia simu tutawaambia kila kitu. Na ndio maana namba za simu utakazozitoa hakikisha ziwe zinapatikana. Hilo ndio la muhimu. Kuanzia hivi sasa simu isikosi moto. Kila kitu utaambiwa. Na sisi narudia, kila kitu tunakifanya kiwe rahisi. Tunawashukuru. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibi hali. Jina lako? Manirakiza. Mungu anaponya. Unawahi kuishi Burundi? Mimi nyumbani Kigoma. Mashaallah. Umri? Namba ya simu? 512. Unaishi wapi? Naishi Kinama. Kinama. Hii ndio ndoa ya kwanza? Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya msosiete. Kwenye shirika gani?
Kazi ya society inaitwa Miranga. Inafanya kazi gani? Inaweza vitu gani? Inahusika vitu gani? Yaani society Kampuni wanafanya society kivyao, wale wenye wanatumika kivyao. Kisha vitu gani? Private. Tumika wale watu wanatumana inji. Wao wanafanya kufanya angete huko za milimani. Taasisi kampuni ambayo inashika mambo ya uchunguzi wa mambo fulani mkoani. Taasisi binafsi. Mtumishi wa taasisi binafsi. Sawa, unakaa nyumbani au unapanga? Kwa wazazi Sikutaka kuanza kupanga kwa sababu hujajipanga. Kwa sababu unajua alikuwa amekuja na binti na baba wa Hassan Naishi na wazazi wako. Ndio maana tunasema na baba wa binti. Hapa nasema eti hawajui. Mzee sasa mimi kwa shaelewa. sasa unaona bora tulipima chakula. Maana majibu yenyewe hapa na yamekwisha. yule manake Sawa. Kwa hiyo sasa unahisi wakati unaoa tarehe 13 ya mwezi wa 7 utakuwa umepanga, utakuwa nyumbani? ndakuwa nimesema. Okay. Ushaandaa godoro na kitanda? Godoro na kitanda. Godoro niko na. Okay. Kitanda bado. Sasa lini utanunua? Anakuza kitanda tanunua wakati siku Samba kashafanya tena. Nitajanunua kwa taratibu. Sawa. Tanunua Kapi cha toka chini badala ya kitanda. Vitumikisho vya kushota maji. Ndoo, dumu. Sawa. Mahali alikwambia shilingi ngapi? Mahali waliniambia milioni moja, lakini tumejadiliana. Akamwambia hiyo uwezo sina. Akaniteremsha, akanambia hivi maisha ni magumu, vitu vishakuwa bei. Akaniteremsha, akanambia laki nane. Sawa. Unajua hizi ndoa ni za pamoja nyie wote? Na mchumba wako anajua? Wazazi wake wanajua? Wamekubali. Sawa. Na binti unayemwoa ni Muislamu? Ameingia dini au alikuwa Muislamu? Mzaliwa dini. Okay, na baba yake ipo? Babake alifariki, mama alifariki. Alielewa na Kaka yake ipo? Wanazaliwa na mama mmoja? Na yeye ndio anamsimamia? Utakapoishi naye afi ikatokezea mmegombana hapa na pale, utamalizaje? Utamalizana kiundani kwa sababu wawili tu. Ni watu wawili tu. Ikitokezea nyewe wawili hamjasikilizana, utafanyaje? Kama nyewe wawili hamjasikilizana, hamjaelewana, utachukua hatua gani? Nitaita shehe wangu. Atusikilize. Jambo gani ukimfanyia atakasirika, atachukia? Nikimsaliti. Sawa. Pika. Ndio. Alitoa siri ya ndani kaitosha nje. Jazakallah. Unafaa kuoa. Wewe umekamilika sasa. Wewe umeoa tayari. Wewe umeoa. Tunakuruhusu unakoze ugeenda hapo. Na mpenzi mtazamaji wa An-Nusra TV, bado tupo hapa katika makao makuu ya Kiislamu Komibu jijini Bujumbura katika usaili interview kwa wale watakaoshiriki ndoa 100 za pamoja chini ya uongozi wa Komibu pamoja na taasisi ya Al-Hikma Foundation ikiongozwa na mkurugenzi Sheikh Nuruddin Kishki. Na upande wangu wa kulia na wa kushoto ninao mmoja miongoni mwa walioweza kufika hapa na kuweza kudiriki usaili huu. Naanza na upande wangu wa kulia,
kisha nitakuja upande wa kushoto. Kwa majina unaitwa nani? Manakiza Swale. Manakiza Swale, wewe ni mkazi wa kutokea wapi? Kitega Bugendana. Nimeonekana hapa katika interview au usaili wa ndoa 100 za pamoja. Je, hili limekufanya upate ujasiri gani wa kuweza kudiriki ndoa 100 hizi za pamoja? Ni lipi? Nilipenda sana tu. Na labda mpaka ufikie hapa tayari ulikuwa ulishakuwa na mchumba na kuwa ulishamchumbia, au umesikia tu fursa hii ndio ukaanza kumtafuta mchumba na kuweza kumchumbia? Nilikuwa nimeshamchumbia lakini nikakosa namna ya kunani ya kuishi naye. Kama imeshindikana kuhusiana na masuala nani? Masuala ya uwezo juu gharama ilikuwa ndefu sana. Nikaona angalau nilivyosikia nani wanaita hapa, nikasikia kana mimi niteke wito. Na kwa sasa tayari umekwisha kufanya usaili. Unataraji na kuamini kuwa utafaulu interview? Mimi nahisi nitafaulu. Na ikiwa utafaulu na kuweza kufanya ndoa 100 za pamoja, utajihisi nini pindi utakaposhiriki katika ndoa 100 hizi za pamoja? Labda ungerudi nyuma swali. Ikiwa utaweza kufaulu mtihani au usaili huyo ambayo ni interview, ukabahatika kushiriki ndoa 100 za pamoja, utajihisi nini? Mimi kiupande wangu itakuwa ni furaha kubwa sana. Hiyo ni upande wangu. Na kingine ni kuomba Mungu atanisaidia. Ndio. Sasa mimi mwenyewe siwezi nikaweza bila Mungu. Ni wito upi ambao unautoa sasa kwa wale ambao labda fursa hii hawakuweza kuidiriki? Kiujumla, yani kila mtu sasa inatokana na hali yake. Kuna wengi walikuwa wanatamani kufika hapa inashindikana kulingana na masuala ya uwezo wa safari, gharama na nini. Basi mimi lakini mimi Mungu alhamdulillah amesaidia sana kwa kuwa nimefika salama. Basi mambo yote yakawa safi. Tunakushukuru sana na tunakutakia kila la kheri katika usaili wako huyu na ndoa 100 za pamoja. Kwa majina unaitwa nani? Asante, mimi naitwa Nitunga Abubakar Sidiki. Nitunga Abubakar Sidiki, wewe ni mkazi wa kutokea wapi? Kutokea Ruyigi. Taarifa hizi za usaili au za fursa hii ya ndoa 100 za pamoja uliipata vipi au uliijuaje? Nilisikia furaha kabisa kuisikia. Na kusudia yani taarifa kujua kuwa kuna ndoa 100 za pamoja. Ulijua kupitia nini? Uliweza kupata taarifa hii kwa lipi? Kwa njia gani yani? Ndo kiongozi wangu alikuwa ananitangazia. Ndio. Na leo tayari umewasili hapa na umeonekana ukifanya usaili huu ambao ni interview. Ni yapi ambayo yaliyojiri huko ndani kuna kwa usaili wako? Labda kwenye maswali, labda ni changamoto zipi au uliweza kuulizwa yapi wakati pindi ukifanya usaili huu? Walikuwa wananiuliza umri wangu, wakaniuliza eti natoka wapi, eti nimejipangaje kuoa na nimepata mahari au yani nikawaambia kuwa mahari ndo kwa alikuwa magumu kwangu. Ndio. Na kwa hiyo sasa kutokana na usaili huu na baada ya kuwa ulikuwa ulishachumbia, unahisi ya kwamba ikiwa ndoa 100 za pamoja zitaweza kufungwa watakuwa wamelitatua lile tatizo ambalo ulikuwa nalo? Ndio. Ukipata fursa ya kufaulu usaili na ukapata fursa kushiriki ndoa 100 za pamoja, ni lipi ambalo utahisi moyoni mwako? Yani tu mimi nitakuwa na furaha sana kabisa. Ndio. Na ni ushauri upi au wito unatoa kwa wale vijana ambao labda wana fursa, wana uwezo lakini hawajaweza kudiriki kuna fursa hii ya ndoa 100? Unawashauri nini? Mimi nitawashauri ili wawe na subira tu. Inawezekana tu Mwenyezi Mungu na yeye atakuwa anawasaidia tu. Ndio. Mpenzi mtazamaji, na yeye Abubakar Sidiki kutokea mkoa wa Ruyigi. Naam, mimi niko miongoni wa wale watu nilifanya interview nikadiriki katika ile ndoa 100 pamoja. Naam. Kwa majina labda unaweza kuwa unaitwa nani? Kwa majina naitwa Amani Rambo na Ramazani. Mkazi wa wapi? Mkazi wa maeneo ya Uterere. Ni mara yako ya kwanza kufanya ndoa au kuoa au tayari ulikuwa ulishaoa? Ndio mara yangu ya kwanza kufunga ndoa. Ni kipi kimekufanya uweze kudiriki kuna ndoa hizi 100? Naam, kwanza kitu cha kinifanya kudiriki ndani ya hizi ndoa 100, kwanza ugumu wa kusema kufunga ndoa katika mahari.
tulikuwa hatuna, lakini nimesikia wito ulituitisha wewe na wana ule uwezo wako tayari, ndio kikanifanya basi acha na mimi nikakamilishe ni kitu chenye nilikuwa niko nacho shahuku kukamilisha. Lakini wakati nilisikia pako msaada nikasema naam, jambo la heri hili nisherekee nalo, ndio kinifanya mimi nije na mimi nishirikie katika kwa wengine, kwa wale watu 100. Jambo la ndoa 100 hizi kwako binafsi unahisi liko sahihi watu kufanya ndoa 100 kwa pamoja, au labda unalichukuliaje? Na mimi kivyangu nahisi liko sahihi. Hiyo sina dukuduku yoyote ya kusema wenda sidhani eti itakuwa hivi. Nahisi liko sahihi. Jambo lote niliko kwa upande wa kusema na shimamia na dini na kwa Mungu, na naizani hilo liko sahihi. Na unatoa wito gani kwa vijana ambao mpaka sasa labda hawajaweza kuchukua fursa hii ya kuweza kushiriki katika jambo hili la ndoa 100 za pamoja? Unawapa wito gani? Mimi naanza kuwapa wito juli ni jambo la heri. Kwanza wanasema ndoa yenyewe ni nusu ya dini. Unaona? Sasa kama je ushafunga ile ndoa japokuwa ni ya pamoja, lakini cha muhimu wanatizama tu ile vipi umekamilisha, limeenda katika misingi ya dini na Mungu ameridhia, basi tuishi katika ndoa inshallah, na ni vema. Na mwenye anaona bado, basi kama mwaka utampita, kama mwaka kesho itakuwepo inshallah, ninawaomba na wenyewe waingie shiriki ili tuikae wa vijana ndani ya ndoa. Jo tukikaa katika njia hiyo uzinifu, kwanza unajifungia mengi, unajifungia mengi, lakini ukikaa ndani ya ndoa kila jambo lote tutafanya lote ni heri, unaandikiwa thawabu. Hadi hata ukijamiana na mke wako ni thawabu pia, tena atakupikia chochote thawabu. Hakuna ugumu nafikia pale Ramadhani bado ungali na ndoa na bakuli nyumbani, futari nyumbani, daku kwenye kuna saa mida ukose, lakini uko na mke wako shekhi, hiyo yote kwako inakuwa virahisi. Hilo ndio jambo limenifanya mimi nikamilishe ndani ya wenzangu kwa pamoja. Kwa majina kamili unaitwa nani? Naitwa Habiyaremye Faraja. Habiyaremye Faraja, wewe ni mkazo kutokea wapi? Karusi Kitaramuka. Karibu sana kunako makao makuu haya ya Komibu, karibu sana kunako mkoa pendwa wa Bujumbura pana. Tayari umeonekana ukiwasili hapa kunako ofisi za Komibu. Lengo na madhumuni ni kuja kudiriki usaili ambao ni interview ya ndoa 100 zitakazojiri katika mwezi wa 7. Imekufanya nini? Imekupa ujasiri gani kuweza kufikiria na kuweza kudiriki na kuja kuhamasika kujumuika pamoja na wenzio kunako jambo hili la ndoa 100? Ni kipi kimekufanya yani uwe na ujasiri wa kudiriki ndoa hizi 100? Yani kujibu kwa Kiswahili ni ngumu kwangu, yani nitaidi kwa Kirundi. Sawa, hakuna shida, twende. Nkuko mwambwiye mu minsi gwa mu Kirundi gyana bitore neza. Vuga. Nkuko mshaka musiguriye neza. Nikihe cakugize unikiye cakugize uze mu bikobwa by'indoa 100 kubazorongora? Nikinugiye cakugize uyumve ko bikeneye ubishaka? Naam, inshallah. Nkuko bisanzwe icabitumye niko nifuza ko no tora umukenyezi, ariko ni narabuze kuntu mutora. Alhamdulillah Imana yashoboje nkamanage mu bantu 100 bashobora kubabo kungirwa indoa. Byanezeye cyane gose, nkabana ndabashimiye ko mwiyemeje kuba muzodu supportinga kugira ngo natwe tube nk'abandi inshallah. Rero uno munsi wagize interview, urizeye ko uza kubitora ivyo wagiye kwishura ibibazo byose bakubajije? Je inshallah ndizeye katangorane, nigeza kwitahidi kwimana yamaye ubwenge, nigeza kwiyumvira ndaza ko ndabitora. Nakahe kamutera ku bandi bahungu abo bari bafise ubushobozi bwo kurongora ariko gushika uyu mwanya ntibaraza canke nta n'intege bafise kuri iki kibazo cyo kurongora kuri izi ndoa 100 izo muzorongora Imana ibishatse? Nkabo babona yuko bari kubishobora, bari kwigora kugira ngo nabo babe mu bantu bakora imigirwa cyangwa se babe nk'abandi bashingura urugo. Harabo usanga ho gutora abakenyezi baguma muri zina, kumva yuko bashobora kuba batafise uburyo cyangwa bishinga kuryoherwa, ariko ikaba imvo yo akhera akazoja mu muriro kubera bavyitwaramo nabi. Ahubwo bari mu akamo ikaba supportinga bo kwitahid kugira ngo baje mu bandi, hama Allah subhanahu wa ta'ala abahezagiye nabo bazoje yamunikiyama mwijuru kugira baje ku murongo hamwe n'abandi.
Urakoze cyane, Imana iguhezagire. Na mwebwe murakoze, Allah abahezagire. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Manirakiza Ibrahimu. Manirakiza Ibrahimu, wewe ni mkazi kutokea wapi? Mimi naishi Charama, Kartie Somali. Umeonekana leo hapa kunako usaili ambao ni interview ya ndoa 100 za pamoja ambazo zitajiri mwezi wa 7. Ni ujasiri upi ambao uliupata labda wa kuweza kuja kuungana na wenzako kunako jambo hili? Cha kwanza acha tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hii pumuzi tunayopumua ni ya Allah. Hakuna mwenye mjanja katika hilo. Cha kwanza mimi ni muingia dini. Cha pili nimesikia hiyo ofa nikasema acha na mimi niende, kwa sababu ni wakarimu sana. Ni watu chachi wanaweza kufanya hili jambo, kwa sababu dunia hakuna mkamilifu. Cha kwanza hapo napoikara hapa, naposimama hapa, nasikia faraja kubwa sana. Hata wanisapoti sana, kasema kama nafaa. Mimi nimeingia dini, lakini wenye nimeona mdini ni vitu tofauti na wengine madini nilikuwa kaemu. Cha kwanza dini yetu ni dini ya ukarimu sana. Tuna upendo. Hakuna mwenye anakutupa hata ukiwa mshida, kwa mwenye anakutupa tunashirikiana. Hilo ndio napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio hivyo. Ndio. Na leo sasa umeweza kufanya interview, umeulizwa maswali mengi tofauti. Miongoni mwayo umeulizwa labda mchumba unaye, umejipangaje, unafanya kazi gani, ulikuwa tayari ulishanunua tandiko, kitanda, na hayo yote vipi? Maswali yamekwenda vizuri na umeweza kuyajibu kadri ulivyoulizwa au imekuaje? Maswali wameniuliza amekwenda vizuri, kwa sababu yenye yote wameniuliza yote nimeyajibia. Na wamenisapoti, wamenambia wewe unafaa kuoa, kwa sababu mambo yote tuliyokuuliza, mawazo yote tuliyokuuliza yote umeyajibu. Ndio hivyo. Na sasa tayari umekwisha fanya usaili. Imani yako ni kwamba utafaulu kunako usaili. Sasa ikiwa utapata fursa ya kufanya ndoa 100 za pamoja, moyo wako utahisi nini siku hiyo? Kwa sababu unajua kwa hiyo muda nikiwa sijafaulu, wala Mwenyezi Mungu akinijalia nikafaulu, kama sifaulu sintaraumu, kwa sababu ni ala yeye mwenyewe. Kuna kupata na kuna kukosa. Hayo yote mimi nimeyapitia. Hata ndaoa nitajua leo ndapata wala ndakosa. Siwezi nikamlaumu Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anapanga na ndio mwenye anapangua. Kwa hivyo sasa nitaumia, lakini sintabionesha, kwa sababu nitabaki kumtegemea Allah, kwa sababu dini yetu inasema wala takarabu zina, tusisogelee zina. Nitabaki nitasubiri, labda Allah akileta ingine heri, inshallah naweza nikawa emo. Hivyo. Kwa hiyo sasa ushauri nasaha kwa vijana wote ambao labda walisikia fursa hii lakini hawajaweza mpaka sasa kuchukua fomu na kujaza, labda waje kushiriki usaili, labda washiriki ndoa 100 za pamoja, unawashauri nini? Chenye na washauri, wamechelewa sana. Mwenye hado sikia hiyo ofa afu aje kujikusanya na wengine, huyo mtu naona amechelewa. Na kama yupo niko hapa, mtu yote anaweza nisikia, kama mwenye yuko na hiyo fomu anaweza kuijaza akakuja, sisi wote tukafurahi pamoja, kwa sababu iki chenye kiko hapa kwa hii leo na huyu muda ni wachache ambayo wanaweza kukifanya, na wale wenye wamekusanyika na kuandaa hii fursa, Mwenyezi Mungu awajalie, awazidishie, na popote wapo ala ape mwisho mwema. Amin. Tunashukuru sana kwa nafasi na muda uliotupa
kwa yote ambayo ulioweza kutujibu, tukikutakia kila la kheri kunako maisha yako ya baadaye. Allah akuwekee wepesi. Amina. Na nyinyi kwa kuwa mmenisimamisha hapa, Mwenyezi Mungu awajalie, na kwa wengine mfanye hivi, na wenye wanahitaji hizi huduma, wanahitaji kusaidiwa, na sio hapa tu, popote ambapo, kwa sababu dunia ni kubwa, wote wanahitaji msaada kama huyu. Kwa hiyo nikapo kuna kutana wengi hawana uwezo, hawana makazi, ndio hivyo. Naweza kusema popote mtapofika na wenye mfanye hivi, najua Allah atafungulia njia. Ndio. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa An-Nusra TV, na kukumbusha tu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ila akhir al-hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anaita wito kwa vijana wote, akiashiria na akisema yoyote yule ambaye atakayejaliwa na Allah uwezo, na hapa uwezo na kusudiwa ni uwezo wa kumhudumia mwanamke kimwili, vile vile uwezo wa kumhudumia mwanamke ikiwa ni pesa, mahitaji yote ambayo anayahitaji. Kwa hiyo fursa imepatikana. Waarabu wanasema al-fursatu la tatakarrar, fursa siku zote huwa haijirejei. Huenda fursa hii ambayo imepatikana nchini Burundi mwaka huu kamwe isiweze kujirudia. Kwa hiyo masikitiko ni kwa yule ambaye fursa hii aliweza kuisikia, alafu mpaka sasa labda hajachukua fomu, hajajaza fomu, na watu huku wakifanya usaili katika kushiriki ndoa 100 za pamoja. Hii ni An-Nusra TV. Mimi ni mtangazaji wako Akbar Hamis maarufu El Mazima, tukiripoti hapa katika makao makuu ya Komibu. Ulikuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, tukikuletea matukio yote ambayo yameweza kujiri hapa katika ukumbi huyu. Lakini kuna siri nikwambia kwamba mwisho wa matukio haya ni mwanzo na maandalizi ya matukio yajayo. Ikiwa leo tuko kwenye usaili wa ndoa, basi huko mbeleni itakuwepo ndoa kabisa ambayo itaweza kuwakusanya watu wote 100. Usichoke kuungana nasi, usichoke kufuatilia vipindi vyetu. Hii ni An-Nusra TV. Endelea kutufuatilia ili tuweze kukujuza, ili tuweze kukuelimisha, ili tuweze kukuhabarisha katika matukio yote yatayojiri hapa nchini kwetu Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.